Msiogope, yakuwa nimeletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi ndiye Kristo Bwana. Na hii ndio ishara kwenu. Mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mahali ambapo wingi wa majeshi ya mbinguni akimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani hiyo amani kwa watu walioridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka zao kwenda juu mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya na twendeni mpaka Bethlehemu tukalione hilo lililotendeka alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu pamoja na wale mtoto mchanga amelala horini. Walipomwona yule mtoto, wakatoa habari juu ya maneno aliyoambiwa. Wote waliosikia wakastaajabu kwa maneno aliyoambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akaweka maneno haya yote akifikiri moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku na kumtukuza Mungu na kumsifu kwa maneno yote aliyosikia kama alivyoambiwa. Ikawa malaika hao walipoondoka zao, hata zilipotimia siku 4 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu, kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Kisha zilipotimia siku za kumtahiri, walimpeleka hata Yerusalemu wafanyie kama ilivyo torati ya Musa, kama alivyoandika katika sheria ya Bwana, kila mtoto aliyefungwa mimba ya mamaye aitwe mtakatifu kwa Bwana. Wakatoa na sadaka kama ilivyonena katika sheria ya Bwana, huwa wawili kama makinda njiwa wawili. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu mmoja jina lake Simeoni, na alikuwa ni mtu mcha Mungu mtakatifu kwa Bwana, akitegemea faraja kutoka kwa Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho Mtakatifu, na wale wazazi wamemleta mtoto Yesu ndani ili amfanyie kama ilivyo desturi ya sheria. Yeye mwenyewe alimpokea mikono yake miwili akimshukuru Mungu na kusema, kwa kuwa macho yangu yameona wokovu wako. Sasa Bwana aruhusu watumishi wako kwa amani kama ulivyosema. Amina. Bagamoyo. Niko hapa mbele yenu kusoma mistari ya moyo. Nitaenda kusoma waraka wa pili wa Petro 3 mstari wa 10 unasema, lakini kweli katika neema na kumjua Bwana wetu Yesu Kristo Mwokozi. Nitaenda kusoma mistari 15 mstari wa 9 unasema, njia mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali upenda mtu afuataye wema. Nitaenda kusoma Yeremia 33 mstari wa 5 unasema, niite nami nitakutikia, nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Nitaenda kusoma Warumi 3 mstari wa 20 unasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Nitaenda kusoma Warumi 10 mstari wa 13 unasema, kwa kuwa kila atakayeliita jina la Bwana basi ataokoka. Nitaenda kusoma Zaburi 133 mstari wa 1 unasema, tazama jinsi nalivyo vyema na kupendeza ndugu kukaa pamoja na kwa umoja. Nitaenda kusoma Zaburi 33 mstari wa 1 unasema, shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake ni vizazi na vizazi. Nitaenda kusoma Waebrania 11 mstari wa 5 unasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata kwa vitu vinavyoonekana havikufanywa kuwa vitu vilivyo dhahiri. Nitaenda kusoma Zaburi 122 mstari wa 1 unasema, nalifurahia aliponiambia natende nyumbani kwa Bwana. Nitaenda kusoma Zaburi 119 mstari wa 105, neno lako ni taa miguu yangu na tena mwanga wa njia zangu. Nitaenda kusoma Mathayo 7:7 na unasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Nitaenda kusoma Wafilipi 4:4 na unasema, furahini katika Bwana, nasema furahini. Nitaenda kusoma Yohana 15 mstari wa 1 unasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na baba yangu ndio mkulima. Nitaenda kusoma Yohana 3 mstari wa 16 na unasema, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Nitaenda kusoma Mwanzo 1:1, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Nitaenda kusoma Zaburi 23 mstari wa 1 na unasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nitaenda kusoma Zaburi 90 mstari wa 2 na unasema, kabla hajazaliwa milima, haijaumbwa dunia, milele tangu milele ndiye Bwana. Nitaenda kusoma Timotheo wa 2:3-15 na unasema, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu kujitayari. Nitaenda kusoma Timotheo wa 2 mstari wa 10 na unasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Wow,
Nikiripoti kutokea katika mkoa wa Pwani, wilayani Bagamoyo, katika kijiji cha Zinga, ni mimi Manuel Fanuel wa Costa TV.